Hello, Bwana sifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Bwana. Karibu tena katika kipindi chetu cha kutiana moyo na kupeana faraja. Na tunamshukuru Mungu kwamba ametupatia neno la uzima siku hii ya leo. Pale ambapo wewe unanisikiliza na unanifuatilia saa hii, ninaomba uweze kuchukua dakika zako chache kusikiliza ujumbe huu ambao utaleta tumaini kubwa sana katika maisha yako. Ninaposoma visa vya Biblia, ninakuja kugundua kwamba Yesu Kristo amekuwa akifanya mambo makubwa, hasa pale anapopewa nafasi katika maisha ya wanadamu. Nikisoma kitabu cha Yohana sura ya 2, kinazungumzia habari za muujiza ambao Yesu aliufanya wa kugeuza maji kuwa divai. Na Biblia yangu inaniambia kwamba Yesu alipewa kadi, akaalikwa katika sherehe ambayo ilifanyika katika mji wa Kana ya Galilaya. Na neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba walikunywa divai siku ya kwanza, wakanywa divai siku ya pili, wakanywa divai siku ya tatu. Na siku ya tatu divai ikawa imeisha. Na Biblia inasema vizuri kwamba kulikuwa na mabarasi au mitungi 6 ambayo ilikuwa imewekwa kama desturi ya Wayahudi kuja kutawadhana miguu au kunawa miguu. Na neno la Bwana linasema vizuri ya kwamba Yesu Kristo aliwaeleza wale wanafunzi au wale ambao walikuwa wako responsible na masuala ya vinywaji. Kama tunavyojua katika sherehe kunakuwa na vinywaji, aliwaambia tu kwamba jazeni mabarasi hayo maji. Na neno linasema wakajaza maji. Kisha akawaambia, kwa kuwa umejaza maji, yachoteni mpelekee mkuu wa meza au mpelekee mwanakamati anayehusika na vinywaji pamoja na vyakula. Lakini kilichotangulia kabla ya hapo ni kwamba Yesu Kristo alialikwa katika ile sherehe, alialikwa katika ile harusi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kualikwa kwake na wakakubali kutii neno lile ambalo Yesu aliwaeleza, lilileta mabadiliko makubwa sana. Kwa kuna mambo ya msingi ya kuchukua. Jambo la kwanza ni kwamba moja, Yesu anapokuwa amealikwa sehemu yoyote, analeta ushindi, analeta mabadiliko, analeta majibu ya changamoto ambazo tungekutana nazo. Na Yesu alikuwa katika ile harusi kama yeye ambaye ni muasisi wa ndoa, kama yeye ambaye ndiye aliyetengeneza ndoa ili kuja kuleta majibu na namna ya kushughulika na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza katika ndoa. Kwa hiyo rafiki mpendwa unayenisikiliza, ninakutia moyo, kati ya mambo ambayo unatakiwa kufanya kwenye maisha, mwalike Yesu. Mpatie kadi ya mwaliko. Maana Biblia inasema naye Yesu alikuwa amealikwa katika ile harusi ya Kana ya Galilaya. Na kwa kitendo cha kualikwa, Yesu alileta mabadiliko. Yaweza kuwa kuna magonjwa unayopitia leo, yaweza kuwa kuna kushindwa unakopitia leo, yaweza kuwa kuna challenge nyingi katika ndoa yako unazopitia. Ninakutia moyo katika masaa haya, wewe unayenisikiliza, ya kwamba mwalike Yesu pekee anaweza kuleta majibu ya kila ambacho unakipitia. Yaweza kuwa kabisa umeshindwa kuachana na mambo fulani ambayo ni magumu katika maisha yako, lakini Yesu utakapomwalika, yeye ni bingwa wa kuleta divai pasipo na divai. Yeye ni bingwa kuleta muujiza mahala pasipo na muujiza. Hata kama ni mume wako au ni mke wako ambaye analeta changamoto katika ndoa, Yesu anajua ni sehemu gani ambayo mwanaume wako au mke wako ameferi, na kwa kuwa yuko hapo anaweza kakaza nati katika sehemu ambazo zimeharibika na ndoa ikaenda vizuri. Kwa hiyo ninakutia moyo kwa namna ya pekee sana ya kwamba kati ya mambo ambayo ni ya kufanya kila siku, katika kila safari, mwalike Yesu Kristo. Katika masomo yako, mwalike Yesu Kristo. Katika safari zako za kikazi, nena na Yesu. Ofisini, nena na Yesu. Kanisani, nena na Yesu. Katika ndoa yako, mwalike Yesu. Yeye akiwepo anaondoa changamoto ambazo unazipitia. Katika masuala ya magonjwa, mwite Yesu. Ni mama, ni baba, ni kijana, unapitia ugonjwa ambao umekuvunja moyo, hauoni tena tumaini lolote. Yesu ambaye alileta tumaini katika sehemu ambayo haikuwa na tumaini, akaficha aibu katika sherehe ya Kana ya Galilaya, ni huyo ambaye anaweza akaleta muujiza na kuficha aibu katika mambo ambayo yameharibika katika maisha yako.
Mungu akubariki. Chagua kutembea na Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, amina.